anwa'i al-fawahish, hili ni katazo lenye kuenea. Al-Imam Ibn Atiyya asema hili katazo linaenea aina zote za mambo machafu. Wa hiya al-ma'asi, nayo ni maasi. Wa dhahara wa batan, ay halatani tastawfiyani aqsamu ma ju'ilata lahu min al-ashya'i, yawe ya wazi yawe ya siri, yote yamekatazwa. Allah anasema wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bilhaq, wala msiue nafsi ambayo Allah ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki. Hadithi inapokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud kwamba Mtume anasema la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah illa bi ihda thalathin, ath-thayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidini al-mufariqu lil-jamaa. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, haiwi halali kumwaga damu ya Muislamu aliyeshuhudia kwamba hapana anayestahili kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Allah, isipokuwa itakuwa halali kumwaga damu yake, kuuawa kwa moja ya mambo matatu: athayyibu zani, mtu mzima mwenye kuzini. Athayyibu ni mtu ambaye aliwahi kuingia kwenye ndoa, ima alishawahi kuoa ikatokea wameachana na mkewe, au mwanamke pia aliwahi kuolewa akaachana na mumewe, ima kwa sababu ya talaka au kwa sababu ya umauti. Huyu ambaye alishawahi kufunga ndoa anaitwa thayyib. Sasa ikitokea mtu huyu amezini, Mtume anasema hukumu yake huyu auawe, hafai kuishi kwenye jamii. Huyu hatakikani kuishi kwenye jamii. Huyu ni kirusi kibaya, hiki kinaharibu jamii. Athayyibu zani, mtu mzima, mtu ambaye aliwahi kuingia kwenye ndoa alafu amekuja amezini. Sasa sawa sawa pia bado yuko kwenye ndoa yake, ana mkewe huko halafu akazini tena, au ana mumewe huko halafu akazini tena, huyu hukumu yake Kiislamu kuuawa. Lakini haya yote anatakikana ayafanye mtawala, sio raia. Sasa kwamba mmeenda mmemkamata mtu huko mnamuua wenyewe, huo sio utaratibu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa kwenye kuziendea kadhaya hizi. Kadhia za kumsimamishia hadi mtu aliyezini, mtu aliyeiba, mtu aliyefanya kadha wa kadha, haya ni masuala yamefungamanishwa na watawala. Kwa mfano miji yetu hii ina viongozi wake, miji yetu hii ina watendaji wake, ina madiwani wake, ina wenye viti wake. Hawa ndio ambao matamko haya yanaelekezwa kwao, kwamba nyinyi katika hawa raia mnaowasimamia hawa, atakayefanya jambo fulani na fulani, hukumu ya Allah kwake yeye afanyiwe kitu fulani. Hawa ndio wanaopewa maagizo hayo. Sisi raia tuko nyuma yao. Wao sasa wakiyatekeleza wanapata thawabu, wasipoyatekeleza watakwenda kupambana na adhabu mbele ya Allah, sio sisi raia. Kwa hiyo maagizo haya ya mtu ambaye amezini hali ya kuwa ana ndoa yake au aliwahi kuingia kwenye ndoa kwamba anauawa, hili ni swala la watawala, sio la raia. Kwa hiyo isije ikachukuliwa maelezo haya kwamba sasa mtu ameenda huko amemtafuta mtu, bwana uliwahi kuzini, akamuua nini, tumesikia darasa. Sio darasa hii yaelekezwa kwa watawala, ndio ambao wana jukumu la kumsimamishia hukumu ya Allah yule ambaye atafanya jambo ambalo Allah ameteremsha hukumu yake. Nadhani tumeelewana. Athayyibu zani, mtu mzima mzinifu, mtu ambaye aliwahi kuingia kwenye ndoa au yuko ndani ya ndoa akazini, Mtume anasema mtu huyu damu yake ni halali imwagwe, hastahili kuishi tena baada ya hapo. Sasa unaweza ukauliza, mbona maisha magumu hivi? Maisha magumu kwa sababu hukumu za Allah hazitekelezwi. Kuna watu kama hawa wanaishi, wanaharibu tu mabinti za watu, wanaharibu wake za watu, wanaharibu mama za watu. Watu kama hawa sheria ya Allah walikuwa hawastahili kuwepo katika ulimwengu. Wanafsu bin nafsi, na nafsi kwa nafsi, mtu ameua na uawa.
watariku lidinihi almufariqu liljamaa, na mwenye kuiwacha dini yake akatengana na jamaa ya Waislamu. Hawa wanastahili kuuawa. Mwenye kuritadi, alikuwa na Muislamu alafu mara ameacha Uislamu ameingia kwenye dini nyinginezo, huyu anauawa. Na maagizo yote haya yanapelekwa kwa watawala, sio kwa raia. Anasema Allah, dhalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun. Hayo ndiyo anayokuhusieni Allah kwayo ili mpate kutia akilini. Haya mlioyatajiwa hapo ni maagizo ya Allah na ni wasia kwenu nyinyi ili mpate kutia akilini. Ay inna Allah ta'ala wasana bihadhihi alwasaya, Allah ametuhusia nyasia hizi linaaqilaha anhu, ili tuzifahamu kutoka kwake, wa na'amala biha, na ili tuzifanyie kazi. Insha Allah ta'ala, kwa kuwa muda wetu umeisha, tutasimamia hapo ambapo ni mwisho wa ufafanuzi wa aya ya 151 katika suratul An'am. Allah akipenda, katika siku ya kesho tutakuja kuifafanua aya ya 152 katika suratul An'am na yale yatakayofuatia baada ya hapo katika kitabu chetu hiki cha tauhid. Nasallallahu jalla wa ala yamunna alaina bifadli wa yatawaffana muslimin. Rabbana aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana waj'al tha'rana 'ala man zalamana ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.